Kabla ya taarifa hizi za ndani vile tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Breaking news hapa ambazo zimetufikia ni wazi kwamba makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, ikiwa kuna mtu ambaye anastahili kuwekewa ulinzi mkali ni yeye, baada ya kuonekana kudaiwa kumtusi Rais Samia Suluhu Hassan, baada ya yeye kukasirika na kutoa msomo wa matusi hadharani, watu wakisikiza. Katika chama cha CCM sasa hivi yale ambayo yanaendelea huwezi kuyaamini. Naomba tumsikize Emmanuel Nchimbi vile aliweza kuonekana kutusi Rais Samia Suluhu Hassan na wanachama wa CCM wale ambao wanakuamilia uongozi. Tusikize. Na katika chama chetu tunayo changamoto moja, wanaoshinda mioyoni mwao wanakataa matokeo. Mtu anachaguliwa kuwa mwenyekiti wa tawi, mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa mkoa, lakini akishamaliza kuchaguliwa anaanza kutafuta nani hawakumuunga mkono, aanze kupambana nayo. Yaani katika akili yake amejitengeneza kwamba yeye ni Mungu mtu na kwamba kila mtu lazima amchague yeye. Tabia ya kijinga kabisa. Umesikiza? Huyo ni makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Amesema katika chama cha CCM kuna changamoto moja tu, wanaoshinda uchaguzi ama uongozi mioyoni wanakataa matokeo hayo. Kivipi? Ameeleza kwa kusema wana madhara makubwa sana. Mtu anachaguliwa kuwa kiongozi, baada ya kuanza kufanya kazi anaanza kutafuta nani hakumuunga mkono kama Samia Suluhu Hassan. Nchimbi anaendelea kusema ya kwamba anaanza kupambana na wale ambao hawakumpigia kura. Anadhani yeye ni Mungu mtu na kila mtu anafaa kumchagua kiongozi. Amesema tabia za aina hiyo ni za kijinga. Sasa unapotazama hapo kwa skrini yako, chapisho lingine linasema ya kwamba Nchimbi alisema huwezi kuwa na vikosi vya upelelezi muda wote unatafuta makosa. Yule ambaye anastahili kuwa na vikosi vya upelelezi sio mwingine ila tu ni Samia, kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu. Sasa najua alikuwa anamlenga Samia Suluhu Hassan hasa katika chama cha CCM, na watu wengine wameanza kuiga tabia zake ambazo ni za kijinga. Vile amesema mtu anachaguliwa anaanza kuona ni akina nani ambao hawakumuunga mkono. Anaona Chadema haikumuunga mkono, wanaona Chauma haikumuunga mkono, wanaona ACT Wazalendo haikumuunga mkono. Sasa wanaanza kuwatafuta na kuwazingizia, kuwapambikizia kesi za uhaini akina Tundu Lissu, wanachadema kukamatwa bila hatia. Kwa hivyo Nchimbi ameonekana kukasirika katika uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anasema ni uongozi mbaya. Mtu huwezi kuchaguliwa 100%. Mtu huwezi kuungwa mkono 100%, kwa sababu Mungu ndiye anastahili kupata 100% kwa 100%. Lakini binadamu huwezi, lazima uwe na pingamizi. Na unapopahatika kuchaguliwa, wewe ni kiongozi wa wale ambao walikuchagua, wewe ni kiongozi wa wale ambao hawakukuchagua kwa sababu umepata fursa ya kuwa kiongozi wao. Sio kuanza kupeleleza hapa na pale kujua wanakusema nini ili kuwachukulia hatua na vikosi hivyo vya mauaji. Huwezi kuwa Mungu mtu, kwa sababu wewe ni binadamu kama binadamu mwingine. Lazima kuwe na changamoto tofauti za kisiasa na watu wengine, yani huwezi kukubalika vile unataka. Hii ndio changamoto Samia Suluhu Hassan ako nayo sasa hivi. Ndio maana anaandama viongozi wa mrengo wa upinzani. Alikuwa anataka kukifuta chama cha Chadema, ikashindikana kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Alikuwa amezuia Chadema kutofanya mkutano wowote, lakini vimajuzi tuliona mahakama ya rufaa iliweza kupatilisha uamuzi huo, ikasema ya kwamba sasa hivi penye imefika Chadema wanastahili kuanza kufanya mikutano yao hadharani ya
kisiasa wakakubaliwa. Kwa hivyo uongozi huu ambao wakufungia wengine kwamba hawakuungi mkono ni uongozi mbaya, ni uongozi wa kijinga, vile Nchimbi amesema yeye mwenyewe. Kuna tofauti kubwa kati ya Nchimbi na Samia Suluhu Hassan. Kuna makosa mengi, mengine ni ya udini kwa sababu yeye ni Mkatholiki na yule ni Muislamu, na mambo ya siasa kwa sababu Nchimbi anataka kuwania kiti cha urais. Hayo yameleta kero na tofauti kubwa kati ya Nchimbi na Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tunaona mara nyingi Samia hatembei na Emmanuel Nchimbi kwenda kuzindua miradi ya maendeleo. Yani hamuungi mkono vile kwa sababu huyu ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa anataka kumchukua Paul Makonda akuwa mgombea mwenza, lakini kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete Nchimbi akaletwa akawa mgombea mwenza na kufanikiwa kuwa naibu rais. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa za kisiasa hadi kufikia sasa. Kwa hivyo ndio maana tunaendelea kushuhudia tofauti kubwa kwa uongozi wa sasa, na kuna siku moja huyu Nchimbi atajitokeza asalimu amri ama ajiuzulu, aseme nimejaribu vya kutosha, lakini imeshindikana kwa Samia Suluhu Hassan, na itakuwa mwisho wa Samia Suluhu Hassan kukaa Ikulu. Na maandamano mmesikia yako loading, yako njiani kufanyika hapa Tanzania ili kudai haki ya waliouawa. Unajua Samia alikuwa anataka hata Nchimbi aendelee kutetea serikali yake, aseme watu hawakuuawa, lakini Nchimbi yeye anasema ukweli, hajazungumzia mambo hayo kwa sababu aliona wazi watu waliuliwa pasipokuwa na hatia, watu waliuliwa pasipofanya makosa yoyote, walipigwa risasi. Na huyu Samia ndiye aliweza kudhibitisha wakati alikuwa na mkutano na wazee kule Dar es Salaam, akasema ya kwamba sisi tulitumia nguvu, hakukuwa na nguvu kidogo tungetumia kwa sababu kulikuwa na wakora majambazi waliokuwa wanataka kupindua serikali yangu, tukatumia nguvu zaidi kuzuia upinduzi ama mapinduzi ya uongozi hapa Tanzania. Kwa hivyo ni mtu ambaye anaongea kiimla, ni mtu ambaye anaongea kiudikteta, na hayo ndio tunaendelea kushuhudia hapa Tanzania. Naomba nitamatishie hii kanda hapo, na vile tunaendelea tunaripoti kwamba tarehe 23 siku ya Jumatano tunatarajia kupokezwa ripoti kamili ya Judge Ichande kuhusiana na uchunguzi na ushahidi ambao uliweza kupeanwa kwa tume ile ambayo iliweza kuchaguliwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mauaji, kuhusiana na maandamano yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, pindi tu zitakapofika kwa meza yetu tutakuwa tunafahamisha moja kwa moja. Kiwa unatazama na hauja subscribe katika channel hii ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Kituo ambacho unaweza kuamini, kituo ambacho kinahakiki kila jambo kabla ya kuleta hewani, ni kituo hiki cha Tanzania ITV. Kwa heri, tutakutana kwa kanda ambayo nitaitayarisha baadaye baada ya hii. Kwa heri kwa sasa.